Saudi ana uwezo kupambana na Marekani? Saudi ana uwezo kupambana na Mchina? Saudi ana uwezo kupambana na nchi ipi katika hizo nchi tunazojua? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل لأنه قد فاز المتقون. عباد الله، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى nakumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usi awala nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah azza wa jalla. Mwanzo kabisa naihusia nafsi yangu kadhalika na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu basi na kumcha Allah tabaraka wa taala hakuna kufaulu yaumul qiyama. Ibadallah, enyi waja wa Allah, tuliona katika hutuba yetu iliyotangulia wiki ile tukawa tunazungumzia kadhia ambayo hivi sasa inawagusa waislamu wenzetu, nao si wengine ni waislamu wa Palestina, ardhi ambayo Allah tabaraka wa taala amejalia ni katika ardhi tukufu miongoni mwa ardhi tukufu. Lakini ndugu zetu wakawa wanapatwa na mazito kunako ardhi hii. Tulielezea katika hutuba hile kwamba hiki kikundi cha Hamas ni kikundi miongoni mwa vikundi vya kisiasa chenye mlengo na mkondo wa Ikhwanul Muslimin, na tukaelezea katika hayo kwamba walifanya makosa makubwa hawa ndugu zetu kutoka kwenda katika nchi ya watu na kuwavamia, ila hali hawawawezi kinguvu, hawawawezi kiidadi, hawana usawa nao au hata kuwa mara mbili yao katika lolote. Na tukazitaja aya za Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, katika suratul Anfal kuanzia aya ya 65 mpaka aya 66 kwamba Allah tabaraka wa taala alikuwa amejalia nguvu ya Waislamu. Muislamu mmoja ni sawa sawa na makafiri au mshirikuna 10, kama Allah tabaraka wa taala alivyotaja, ya ayuhan nabiy harridil mu'minina 'ala al-qital iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa iyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ikiwa mtu mmoja basi ana usawa na watu 10. Allah kayataja hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwamuru awasajishe watu kunako jihad, watu watoke wakapambana. Lakini aya iliyofuata Allah kasema, al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Hivi sasa hivi Allah tabaraka wa taala amekufanyeni takhfifu,
kakupunguzieni kutoka kwenye idadi ya huko 10 kwa mmoja. Akasema hivi sasa amekufanyeni takhfifu wa alima anna fikum dha'fa, na amejua tayari kwamba kwenu nyinyi kuna udhaifu, mtu mmoja hawawezi watu 10. Allah tabaraka wa taala akayazungumza hayo katika Qur'an, akawaambia masahaba ridwanullahi alaihim, akaambia fa iyakum minkum mi'atun qadiratun yaghlibu mi'atayn, ikiwa miongoni mwenu kuna watu 100 wenye subira watawashinda makufar, watawashinda mshirikuna 200. Maana ikatoka 10 kwa mmoja ikaja mmoja kwa wawili. Allah kaenda kusema wa iyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biidhnillah, na ikiwa nyinyi miongoni mwenu kuna watu 1000 watawashinda wao 2000 kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Wallahu ma'as sabirin, na Allah yuko pamoja na wenye kufanya subira. Kwa tukaona ile idadi imepunguzwa. Hotuba yetu iliyotangulia ile tukayasoma maneno ya Imamu Abdurrahman Saadi rahimahullahu ta'ala, akitaja kumbe hawa watu inabidi tuwe tumelingana nao, tuwe imma tumelingana nao au wao wawe mara mbili yetu sisi, ndio watu watoke kupambana jihadu talab, jihadu ya kutaka jina la Allah liwe juu. Kwa hiyo tukaona ndugu zetu kwa kile walichokifanya hakikuwa sawa, hawana nguvu za uwezo, silaha ambazo zinaendana na wao, au kusema Wayahudi wamewazidi wale mara mbili. Lakini pia tukaona idadi hawawezi kwa kila kitu. Hapa tukasema ndugu zetu walifanya makosa makubwa, na tukaeleza kutokana na makosa waliyofanya hiki kikundi cha Hamas yanawakuta Waislamu wote katika ukanda ule. Ibadallah, tulieleza haya na tukaeleza tulivyofundishwa na Uislamu. Wakati ambapo Waislamu tutakuwa hatuna nguvu, inabidi tufanye nini? Tukaona tunaamuriwa tufanyie aya za subira. Ni sisi kuwa na subira juu ya yale ya maudhi na shida tunazozipata. Ibadallah, kwani mimi nikuulizeni, atusomeani sisi habari za Bilal bin Rabah, namna walivyokuwa kiteswa katika michanga, namna walivyokuwa kiunguzwa wengine na vyuma. Kwa nini? Mbona hawakutoka masahaba ridwanullahi alaihim kupambana? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam akuamuru watu wapigane? Kwa sababu nguvu yao ilikuwa ni ndogo, hawana uwezo. Hatusomi sisi katika sira, katika ahadithi mbalimbali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiswali, alikuwa amesujudu, wanakuja wanamwekea utumbo wa ngamia, ile hali anaswali wanamwekea mgongoni mwake. Hatuyasomi haya, kwani hayo sio maudhi, si mazito? Ibadallah, tukaona ndugu zetu walichokifanya kilikuwa ni kitu ambacho hakikustahiki na kinaleta madhara makubwa. Tukaona katika hotuba yetu iliyotangulia kumbe kuna kitu kinachoitwa akhafu daraini lidafi a'lahuma, kuna kuzuia makosa makubwa, kuzuia kutoifanya dhambi kubwa pale zimekutana dhambi mbili, kuna kubwa na ndogo. Je, na zote za kulazimu zifanye? Una namna, yani walazimika ufanye mojawapo katika hizo mbili, ufanye kubwa ufanye ndogo. Tukaona tunaambiwa kinachotakiwa wakati huo ufanye dhambi ndogo. Kwa hiyo tukakuta ndugu zetu hawa Hamas na watu wa Palestina sio kwa hawajadhulumiwa, tukaona wanadhulumiwa sana na Wayahudi. Kila kitu kipite kwao ndio kiingie kule, wao wafanye kukadiriwa. Lakini je, yale madhara waliokuwa wakiyapata ile hali wamesubiri katika ile hali yao, na haya wanaoyapata hivi sasa ni yapi katika makosa mawili au mambo mawili lililokuwa kubwa mno? Lililokuwa kubwa mno ni hili la kutoka kwenda kupambana nao. Tizama hivi sasa wanaotaka ukanda wote wa nchi za Kiarabu, tizama watu wanavyouliwa, watoto, wanawake, wazee, watu wanaachwa na njaa. Tukayaona haya waliyaendea madhara makubwa, kumbe ilibidi wabaki na madhara madogo, ile hali wakimuomba Allah tabaraka wa taala awafanyie takfir. Sasa ndugu zangu katika imani, tukataja midomo ya watu Waislamu wa leo ni kukaa vijiweni na kukaa mabarazani wakisema nchi ya Saudia makafiri wale, Saudia Wayahudi wale, Saudia kadha na kadha. Wa Palestina wanapigwa bana, wao tu wamekaa huko wanastarehe tu, hawaendi kuwasaidia. Sisi tukataja si kwamba
Saudia alikuwa hana mpango wa kuwasaidia ndugu zetu wa Palestina, ila tukaeleza kwanza hivi sasa ndo wasayafanya hayo. Je, mwataka Saudia na yeye atoka kaangamizwe? Saudia ana uwezo wa kupambana na Umoja wa Mataifa? Saudia ana uwezo wa kupambana na Marekani? Saudia ana uwezo wa kupambana na Mwingereza? Saudia ana uwezo wa kupambana na Mchina? Saudia ana uwezo wa kupambana na nchi ipi katika hizo nchi mnazozijua? Uislamu si umetufunza vipi? Kuna komamo wakati sisi tumezidiwa tena nguvu, tufanye nini? Watu wakavijiweni Saudia, lakini wao wenyewe wametulia huku, hakuna mchango wote tunaona wanaofanya, wametulia. Wengine wawakute wanapongeza wa Kenya, kwa sababu wa Kenya majuzi kati wametoka eti wameandamana wakidai uhuru wa Palestina. Wenzetu wanazidiwa, hao Waarabu wanazidiwa na wa Kenya. Wakenya wametoka wameandamana, wanaonyesha nguvu. Nani kakwambia maandamano yapo katika sheria ya Kiislamu? Yaani jambo la watu kutoka mabarabarani na mabango yao sina nini na mambo yao kuandamana. Wao waliwahi kusikia ni sahaba gani aliwahi kuandamana? Mtume gani aliwahi kufanya maandamano? Katika mambo ambayo Uislamu umeyakataza ni maandamano. Hakuna sehemu ya kudai haki katika Uislamu heti unayadai kwa maandamano. Unayadai kwa kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna maandamano. Sasa wenzetu wanafanya makosa, watu wanawapongeza alafu wanawalani wasiofanya hayo. Saudia makafiri, Saudia kaza na kaza, hawafanyi hivi na hivi. Wafanye mambo ambayo hayapo katika Uislamu. Ibadallah, tukataja kwamba Saudia pamoja na nchi za Kiislamu walikuwa na malengo mazuri na Palestina. Tayari walishakaa kuwekeana mikataba na Wayahudi ili ndugu zao wa Palestina waishi vizuri kabla lile tukio la Oktoba 7. Tayari nchi za Kiarabu zitakaa ili ziweze kumaliza mizozo iliyokuwepo baina Wayahudi na baina ya ndugu zetu wa Palestina. Lakini la ajabu, wakati watu wako kwenye mipango hiyo na wanaelekea mikataba, ndugu zetu wa Hamas ndio wakatoka huko walipokuwa wakaenda kufanya balaa, kuwaua watu, wakavuka kenda nchi kupambana na watu ambao hawawezi kwa lolote. Sasa wataka Saudia wafanye nini? Yawezekana nyinyi mnajua, ila mna kawaida ya kusahau kwa sababu hamtaki kuzama katika dini. Ndugu zangu Waislamu, sasa turudi kidogo katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana nina imani nyinyi mwafahamu kilichotokea katika sulhul Hudaybiyah. Wengi mwafahamu. Na kabla sijaeleza hayo, masala ya mikataba yapo katika Uislamu fil Qur'ani wa fi Sunnah. Masala ya Waislamu kuwekeana mikataba na wasio Waislamu yapo katika Qur'ani na Sunna. Na ndio maana wenzetu walivyokuwa wanaona hawana uwezo wa kuwapiga hao Wayahudi, hawana uwezo wa kupambana na nchi za kikufara, wakawa wanaelekea kufanya mikataba. Hamas ndio akaja kuharibu. Allah tabaraka wa taala katika suratul Anfal analieleza hilo. Allah tabaraka wa taala wakalitaka hilo, wakaelekea huko. Fatnah laha, na wewe lielekee hilo jambo la amani, elekea jambo la kuwekeana mikataba. Rudi katika tafsiri ya Qur'ani ya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, tizama namna alivyotiririka pale kuna masala ya mikataba Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kisha Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakilielekea hilo jambo la amani la mikataba, basi na wewe lielekee hilo. Watawakkal ala Allah, na utakapolielekea hilo tegemea kwa Allah. Hilo jambo mlowekeana mikataba wewe liegemeze kwa Allah, mlilie Allah. Kisha Allah akamalizia kuwa yeye Allah tabaraka wa taala ni as-Sami', anasikia. Allah tabaraka wa taala anaiona mipango ya maadui wanaoyafanya juu ya Waislamu. Kwa kwanza mfahamu, wenzetu nchi za Kiarabu walikuwa wanalielekea hili, wanaelekea jambo la mikataba kwa ndugu zao wa Palestina ili wapate amani. Ndio hicho kikundi miongoni mwa vikundi kikatokea huko, kikaenda kuanzisha fujo katika nchi ya watu. Yakatokea haya yanayotokea. Lakini leo Waislamu kana kwamba wameyasahau. Waona Saudia ana umoja, afanyeje? Watakatoke atoke apige jiharibiwa al-Kaaba. Ampige nani huyo Msudia? Amweza nani huyo Msudia? Sasa Uislamu katufundisha namna tuna nguvu tunakuaje na namna hatuna nguvu tunakuwa vipi.
hatuna nguvu sisi, tunafanyia kazi aidha subira. Ibadallah, katika sulhul Hudaybiyah mwajua nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka na masahaba zake zaidi ya 1400 anaelekea Makkah, anaenda katika Baitullah, anaenda umra. Mwafahamu amefika njiani amezuiliwa, jambo limekuwa tofauti, yataka kupigwa vita. Lakini makufara washirikina walipotaka jambo la kuwekeana mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasipigane kwa miaka kadhaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilikubali hilo, alilikubali na wakawekeana mikataba. Wakamtuma Makuraish, wakamtuma Suhail ibn Amr, akasema anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, leta mikataba hapa, njoo tuandikiane mikataba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandikiana mikataba. Fadaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-katib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita mwandishi wa mikataba, wa huwa Ali, na yeye ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuandika mikataba. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia katib Ali radhiyallahu anhu, anamwambia andika bismillahir rahmanir rahim, andika kwamba huu mkataba na uandika kwa jina la Allah arrahmanir rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Qala Suhail yule alitoka upande wa pili kuja kuandikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mkataba, akamwambia amma arrahman fa wallahi ma adri ma hu. Hadithi iko katika Sahih Bukhari. Hadithi hii wamepokea maimamu wa hadithi. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amma arrahman fa wallahi ma adri ma hu. Ama hili jina analosema andika arrahman, sasa arrahman hatumjui ni nani, na sio kwa hawajui, wajua ni Qibri. Arrahmani huyu anatuambia mwingi wa rehema, sisi hatumjui sisi huyu, maana yake usiandike. Walakin iktube, akamwambia lakini andika bismika Allahumma kama kunta taktub, andika bismika Allahumma kama ulivyokuwa ukiandika, kama nilivyokuwa mkiandika. Usituambie arrahmani, sasa arrahmani hatumjui huyo Allah, huyo mwingi wa rehema tulijui jina hilo. Faqala almuslimun, waislamu wakasema wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim, wallahi sisi tunaapa kwa Allah hatuandiki hivyo unavyosema, isipokuwa tunaandika bismillahir rahmanir rahim, tunaandika hivyo, hatuandiki hivyo mnavyosema. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mwandishi Ali, uktuba bismika Allahumma, andika hilo jina unalolitaka, bismika Allahumma, andika hilo. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine alipokea Imam al-Bukhari na wengine, alipomwambia afute, Ali radhiallahu anhu akakataa kufuta. Sasa siwezi kufuta ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia futa, na mimi siwezi kufuta. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nionyeshe mimi nifute, akamuonyesha Ali, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Akamuonyesha lilipoandikwa, akafuta yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama, mpaka maswahaba wanagoma kufuta, wanamgomea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wadhani ile ni hali nzuri? Sio unyonge ule walikuwa nao, sio hali ngumu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maslahi ya umma, maslahi mazito anayoyaona kuzuia damu za Waislamu, anakubali kulifuta jina la Allah tabaraka wa taala ili damu zisimwagike kwa Waislamu. Anazuia hayo. Tuwahi kueleza hutuba ile, malengo ya Uislamu sio kumwaga damu za watu. Malengo ya Uislamu ni kuzuia damu za watu zisimwagike. Na tukaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda vitani kwa lengo kabisa kwamba kupigana kwanza na walingania watu katika Uislamu, wao ukubali, wakiukubali hakuna vita. Wamekataa na waambia watoe jizya, walipie pango, kodi. Na hayo Allah pia kataja katika Qur'an.
wabaki na ukafiri wao, lakini wanalipa kodi kuwalipa Waislamu. Lengo sio kumwaga damu. Wakikataa ndipo sasa inasimama kitali. Wenzetu waliyafanya hayo, zaidi ya kufika tu na wavamia watu, wanaua watu, wanakamata watu. Leo yanakuwa ni makubwa katika nchi ya Palestina na ukanda mwingine wa nchi nyinginezo, kutokea hili ni hawa watu wachache wasiotaka kuifuatisha dini yao. Ibada Allah, mpaka Ali radhiallahu anhu anakataa kufuta. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nionyeshe nifute. Anaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam anafuta. Ibada Allah, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali andike. Akaandika Ali radhiallahu anhu. Thumma qala, akasema hadha ma qada alayhi Muhammad rasulullah, haya ndio aliyohukumiana, haya ndio kayatolea hukumu, ndio mkataba huu kauandika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale juu huu ndio mkataba kauandika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali andike hivyo. Faqala Suhail yule bwana mwakristo wa shirikina wa Makka akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi naapa kwa Allah, law kunna na'lam annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sadadnaka anil bayt. Naapa kwa Allah, Muhammad, lau kama sisi tungekuwa tunajua wewe ni mtume wa Allah, wewe tusingekuzuilia kunako nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Unapomwambia andike mtume wa Allah, sisi hatukujui kama wewe ni mtume wa Allah. Lau tungelijua hilo tusingekuzuia katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Wala qatalnaka, wala tusingelipambana na wewe. Tungejua wewe ni mtume wa Allah, tupambana na wewe kwa lipi sasa? Walakin iktume, akamwambia toa hiyo Muhammadur Rasulullah, wewe hatukujui kama ni mtume wa Allah na ni muongo, ile hali wanajua kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah. Akiambia toa, andika, iktube, andika Muhammad ibn Abdullah, andika jina la baba yako Muhammad ibn Abdullah. Haya ndio aliyohukumia, huu ndio mkataba alioandika Muhammad ibn Abdullah, wala sio Muhammad Rasulullah. Ibada Allah, enyi waja wa Allah, nakuulizeni nyinyi, huu ni unyonge si unyonge? Ni unyonge, lakini kwa maslahi mazima ya da'wa, maslahi ya Uislamu na Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakubali hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi inni la rasulullah, naapa kwa Allah, japo wasema hivyo mimi nafanya, lakini mimi ni mtume wa Allah. Wa in kadhabtumuni, hata kama mtanikanusha, mtanipinga, lakini mimi ni mtume wa Allah. Akamwambia mwandishi, uktube Muhammad ibn Abdullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Ibada Allah, Waislamu wakawa wanapitia unyonge, mambo yanakuwa ni mazito kwa wao. Katika walioandika katika mkataba ule, wakaandikiana ya kwamba kama anavyoelezea katika waliokuwa wameandika pale, wako wanaandika mkataba, akaja mtu mmoja kutoka huko kwa washirikina, alafu pale ndio wanataka kuandikiana kwamba akija mtu yoyote kutoka upande wa Makka, sawa sawa awe ni Muislamu, akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam atamrudisha kule, atamrudisha Makka. Katoka Makka kakimbia mateso huko kwa washirikina, akaja Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walivyoandika au wanapomtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa amrudishe huyo mtu kule, wakaandika hayo. Akaambia fakataba faqala Suhail wa ala annahu la yatika minna rajulun, kwamba hatakujia kutoka kwetu sisi mtu, wa in kana ala dinika, hata kama atakuwa kwenye dini yako ya Kiislamu, illa radadtahu ilaina, isipokuwa huyo mtu umrejeshe kwetu sisi, twamtaka huyo, tuendelee kumwadhibu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hajasema, qala almuslimun, waislamu wakasema subhanallah, kaifa yuraddu ila almushrikina wa qad jaa musliman. Mambo yakawa ni mazito kwa waislamu,
Vipi anarudishwa kwa washirikina huyo mtu aliyokuja kwa mtume ile hali ameshakuwa Muislamu? Arudishwa huko tena endelee kuteswa kana kwamba wanasema ni mkataba gani huu? Tuandikiana mkataba upi wewe mtume wa Allah? Mbona mkataba unaelemea upande mmoja? Mbona upande wetu sisi tunyanyaswa sasa? Yaani mtu akitoka kwao kuja kwetu ni Muislamu tumrudishe, alafu usikilize mkataba. Mtu akitoka kwa Waislamu akaenda kule Maka hakuna kurudishwa. Sasa niambieni mimi, mwasemaje? Sio kweli kwa ni unyonge ule? Si ndio yale yanayotokea huko? Huu si unyonge? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia andika. Waislamu wasema hapana, Mtume anasema andika. Mtu akitoka kwetu sisi akaenda kule Maka, basi huyo kwetu asirudi. Na mtu akitoka kwao huko hata kama ni Muislamu akaja kwetu sisi tumrudishe kule, basi huko kaadhibiwe, endelee kukumbushwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia kati tule, andika mkataba. Si unyonge huu? Na yapo katika sheria, yapo katika sira, yapo katika kutubul Islam, yamenukuliwa haya. Kupitia haya ndio sasa tukatuambiwa kufanya mikataba yafaa, na ndio maana nchi hizo zikawa zinafanya mkataba ili ndugu zetu waweze kuishi katika amani. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عباد الله، enyi waja wa Allah, wakati wataka kuandika hilo akaja mtu mmoja kutoka kwa washirikina ile hali amesilimu. Yule Suhailun alivyomuona sema huyu kwanza, huyu ndo tunayandikiana, huyu kwanza arudishwe kwetu, huyu arudishwe kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia baada hatujaandika mkataba ndo tuko tunaandika, muache huyu. Ambia huyu harudi kwetu. Tazama Allah anapotoa mitihani. Jambo likawa ni zito kwa Waislamu, wamrudisha vipi huyu wakati huko adhulumiwa? Mpaka mwenyewe afika hatua ya kuelezea, maashara almuslimin, enyi jamani mkusanyiko wa Waislamu, uraddu ila almushrikina wa kadhabtu musliman, mimi nirudishwe kwa washirikina ile hali nimekuja ni Muislamu, ni muslim. Ala tarawna ma qad laqitu, kwani nyinyi ndugu zangu Waislamu hamyaoni ambao mimi yamenifika? Hamuoni madhara niliyoyapata? ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. صحيح البخاري. anasema alikuwa ameadhibiwa adhabu kali sana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini bado ambiwa huyu wa kwetu huyu. Ambia jamani, wewe mtume anaambia hatujaandikishana, ambia hata kama hatujaandikishana ni wa kwetu. Akakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakubali yule bwana kurudi kule ile hali zake zinaonekana. Mniambie nyinyi Waislamu, mwache habari za vijiweni, kuweni ni Waislamu wa kweli nyinyi. Acheni habari za kuokota huko. Waislamu lazima aumie, sio kwamba tunavyotaja haya tuwapenda yanayotokea Gaza. Wallahi tunaumia na hatuna la kufanya sisi zaidi ya kuombea dua ndugu zetu Waislamu. Lakini tuamua kuyataja haya kwa watu wayajue, muache kuwalaumu watu. Haya wameyafanya Hamas kwa mikono yao, ni madhara makubwa, wanawaangamiza ndugu zao. Sasa huyu apika ndio huyu japo ameadhibiwa sana, lakini huyu ni wa kwetu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakubali hayo. Wasemaje wewe sasa? Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, mambo yakawa ni mazito, mambo yakawa ni makubwa. Mkataba huo wa Hudaybiyah ukawa ni mgumu, Waislamu wanashindwa kuelewa kinachoandikwa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akiambiwa anasema andika. Mpaka Umar bin al-Khattab
radiyallahu anhu akamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqultu, nikamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na nikasema alasta nabiyallahi haqqan, kwani wewe sio mtume wa Allah tabaraka wa taala kiukweli? Wewe sio mtume wa Allah? Kwani wewe ni muongo, sio mtume wa Allah? Qala bala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hapana, bala, hivyo hivyo mimi ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Kuntu, nikasema alasna ala alhaq, kwani sisi waislamu hatuko kwenye haki? Anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam sisi waislamu hatuko kwenye haki? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia bala, hivyo hivyo tuko kwenye haki. Akaenda kumwambia alasna ala alhaq wa aduwana ala albatil wa aduuna ala albatil, sisi tuko kwenye haki na maadui zetu wa makufari hawa wayahudi na washirikina wako kwenye batil, sivyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia ndio hivyo hivyo, sisi tuko kwenye haki na hao wako kwenye batili. Kana kwamba anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa ikiwa jambo liko hivyo, tuko kwenye haki au wako kwenye batili, mbona tunaandika mikataba ya kidhuluma hii? Mbona tunakubali unyonge? Paka anafika hatua kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam maneno mazito. Anamwambia huku tuambia sisi tutaingia Baitullah, tutaenda kufanya tawaf. Ambia ndio nilikwambiani, lakini je, nilikwambia ni mwaka huu? Umesema hapana, kutuambia ni mwaka huu, basi mtaingia huko kufanya tawaf. Jambo ni zito, waislamu wanazungumza kila mtu kivyake. Baada ya kutosheka na majibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab anasema fa ataitu Abu Bakar, nikamwendea Abu Bakar, faqultu, nikasema kumwambia Abu Bakar, ya Aba Bakar, ewe baba yake na Bakar, alaysa hadha nabiy Allah haqqan, kwani huyu akuwa mtume wa Allah kweli kweli? Huyu sio mtume huyu? Qala bala, sema vile vile hivyo hivyo, huyu ni mtume wa Allah. Qultu alasna ala alhaqi wa aduuna ala albatil, hatukuwa sisi kwenye haki na adui yetu yuko kwenye batil? Akaambia hivyo hivyo, tuko kwenye haki na ndugu yetu yuko kwenye batil. Yakapita mazungumzo marefu pale, kila anachokizungumza anajibiwa kama alivyofanya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jambo likawa ni hivyo. Sikiliza anachokwambia, falamma faragha min qadiyati alkitab qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, wakati walipomaliza kuandikiana ule mkataba baina ya waislamu na mshirikuna wa Makkah, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake, qumu fanharu thumma ahliqu, kaambia simameni, mchinje vichinjwa vyenu mlivyokuwa navyo mnaelekea kuchinja katika Baitullah, chinjeni hapa hapa. Thumma ahliqu, kisha nyoeni nywele zenu kama inavyofanyika huko. Akaambia haya fanyeni hapa hapa. Qala, msimulizi anasema, fa wallahi, naapa kwa Allah, ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika 3 marratin, hakusimama sahaba yoyote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha hivyo, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia mara 3. Pamoja na mara 3 hajasimama sahaba yoyote. Waislamu yani wanaona kuna nyanatiwa, mkataba gani huu? Jamani, nyinyi mnatoka kwenda huko Makkah kumtekelezea Allah umra, hebu chinja hapa hapa vichinjwa vyenu mtakubaliwa, na nywele nyoeni. Anazungumza mara 3 mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kwenye kisa hiki tunachokitaja huko nyuma yake kabisa, maana makuraishi waliwaituma watu waje kuchunguza kinachofanyika huko, wakawakuta masahaba wakawashangaa namna wanavyomtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu anaenda kwa Quraysh huko, anambia nimewakuta wale watu, anambia mimi nimetembea kwa wafalme na wafalme wa watu, akazitaja nchi mbalimbali alizotembea. Sema sijaona watu wanaomtukuza kiongozi wao kama hawa wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanapotukuza. Hafanyi kitu chochote isipokuwa wanamkubalia, wamemzunguka, wanamuhami. Sema sijaona mfalme wowote anayetukuzwa na watu wake kama huyu. Pamoja na hayo yanatajwa kwenye hadithi hii, lakini anawaambia chinjeni vichinjwa vyenu, nyoeni nywele zenu mara 3. Masahaba wote hawajamsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam kunako hilo. Kwa sababu gani?
mikataba wanaona inawapunja, tena imewapunja pabaya. Yani mtu akitoka Maka huko kasilimu kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam arudishwe. Halafu sisi kwanza akitoka mtu akienda kule, basi huko ukasirudi huku. Mikataba gani? Hawakulifanya hilo masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, enyi waja wa Allah, anaelezea falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummi Salama. Alivyosema mara tatu, ikawa hakuna yeyote aliyosimama miongoni mwao akaingia kwenye nyumba au akaingia kwenye chumba cha mke wake Ummu Salama. Akaingia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakuwa amefadhahika, amevurugwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wamsikilizi, akaingia kwa Ummu Salama. Alafu fadhakara laha ma laqiya minan nas, akamwambia Ummu Salama yale aliyokutana nayo huko kwa watu wake, kwa masahaba, nimewaamrisha wanisikilizi. Faqalat Ummu Salama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya nabii Allah, ewe Mtume wa Allah, atuhibbu dhalika, je walitaka hilo walifanye jambo la kuchinja na kunyoa? Watakawafanya hilo? Akasema akhrij thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan, toka ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, toka pale walipo, kisha simzungumzie yoyote hata neno moja, hatta tanhara budnak, mpaka uchinje ngamia wako. Toka pale walipo, simsemeshe yoyote, wewe chukua ngamia wako chinje. Kisha akaanza kumwambia wadaa haliqahu fahalaqahu, na umuite kinyozi wako, umuite kinyozi na anyoe, akunyoe. Akamwambia atoka fanya hilo, watad'u haliqaka. Naam, alimwambia kwamba toka usiwasemeshe chochote na uchinje ngamia wako. Watad'u haliqaka fayahliqaka, na umuite mnyoaji wako akunyoe nywele mbele yao. Fakharaja falam yatakallam ahadan minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akafanya hivi mbele yao, akachinja mnyama wake na akamwita kinyozi wake akamnyoa. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumzungumzisha yote miongoni mwao. Hatta faala dhalika, akayafanya hayo, nahara budnahu, akafanya hayo, wadaa haliqahu fahalaqahu, na akamwita kinyozi wake akamnyoa. Falamma raau dhalika qamu fanharu, masahaba walipoona hilo wakasimama wakachinja vichinjo vyao. Wajaala ba'dhum yahliqu ba'dha, na ikawa baadhi yao wanawanyoa wengine. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma, mpaka katika kunyoana pale wakakaribia baadhi yao kuwaua wenzao, ghamma, kwa huzuni walokuwa nao juu ya mkataba unavyowaumiza. Wananyoana lakini wenzao wanakaribia kuuana kwa ajili ya ule huzuni na shida wanayoiona na taabu kutokana na mkataba ulivyokuwa mgumu. Lakini wakayafanya hayo, na hapo ndio ikawa ni mwanzo wa fathu ya Uislamu, ufunguzi wa Uislamu. Baada ya hapo watu wakawa wanaingia katika Uislamu makundi kwa makundi, kwa sababu hakuna vita kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wamewekana amani, tena hakuna kupigana. Watu wakawa wanatoka makundi sehemu tofauti wanaingia kwenye Uislamu. Mwaka wa 8, huo mwaka wa 4, mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa wenyewe Makuraishi wamevunja ile mikataba, kwa sababu pamoja na hayo, fahamu hawa watu ambao si wa kweli, asili yao ni kuvunja mikataba, yavunjwa lakini wanakuja wanaivunja. Lakini watu huko wasapata amani, wakaivunja ile mikataba wenyewe. Walivyoivunja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka kwenda Makka mwaka wa 8 kuikomboa Kaaba. Sasa atakuwa na jeshi kubwa. Elewa, kilichomfanya yakubali hayo ni unyonge, hana namna. Sasa katakuwa na jeshi kubwa, anatoka na jeshi la watu 10,000 anaenda kuikomboa Kaaba. Wote tayari watakuwa hamna lolote, kwa sababu ana jeshi kubwa. Ibadallah, enyi waja wa Allah, fahamuni ndugu zetu hizo nchi mnazozilaumu hizo ziliyaona hayo mambo ya mikataba. Mtume sallallahu alaihi wasallama amefika Madina, ameweka mikataba baina yake na Wayahudi. Mwayajua nini? Mikataba mbalimbali kaweka na Wayahudi. Ni nini? Ni kwa sababu hawa kukichakua kama Allah alivyomwamrisha kuna namna ya sulhu, basi wekeni hizo sulhu. Kwa ndugu zangu katika imani, hayo ndio yashatokea.
kilichokuwa juu yetu sasa ni kuombea ndugu zetu wa Gaza. Allah tabaraka wa taala awaondolee dhiki walikopo nayo. Allah tabaraka wa taala awafungulie njia. Tizama hivi sasa hakuna kinachoingia, sio maji, si chakula, si kitu gani. Makosa ni nini? Makosa ni ya hawa watu wachache hawa kutofuatilia misingi yao ya dini. Wao wana hamasa, yani wao ni watu wa hamasa, wanachukulia dini kama vile ni hamasa, haina kanuni, haina sehemu zake, haina mipangilio yake. Basi wao toka tu walipua, hawajali kinachotokea nyuma. Wao ni kulipua kuondoka, kulipua kuondoka. Uislamu gani huo? Haya sio malengo ya Uislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mtu ana haki ya lazima kuombea ndugu zetu wa Palestina kwa wakati wake, kwa muda wake, kwa hali yoyote, ili Allah tabaraka wa taala awaondolee mazito ambayo wako nayo, na Allah tabaraka wa taala awapatie wepesi. Na biauni Allah tabaraka wa taala, hutubu zetu zitakazofuata huko insha Allah, tutakupata nafasi, tutakuja kuzungumzia asbabu suqufi almuslimin, sababu ya kudondoka waislamu na sababu ya kudondoka Uislamu. Kwa sababu tushaambiwa huko nyuma huko Uislamu ulikuwa na nguvu katawala karibia dunia nzima. Hiyo Baitul Maqdis ilikuwa chini ya Waislamu, na ni agano la Allah kwamba pale watakaa Waislamu watekelezaji wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwaje sasa mambo mbona yamekuwa vice versa tena? Sasa hizo Waislamu tumekuepo tu kama takataka tena, hatuna nguvu. Kuna mambo yaliyojiri hapa mpaka tukafika hali hii. Kwa hiyo insha Allah tutakuja kuelezana hayo mambo. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari wa aqim as-salah.